Napenda masomo ya sayansi kwa sababu hata mimi pia ndoto yangu ipo kwenye masomo ya sayansi. Natamani kuja kuwa mhudumu wa ndege. Ili nije kuwa mhudumu wa ndege inatakiwa nisome sayansi. Na sayansi mimi ninachopenda katika sayansi najifunza mambo mengi. Napenda masomo ya sayansi kwa sababu ameniongezea ubunifu wa kuweza kubuni vitu vingi na kutengeneza kwa vitendo. Mimi napenda masomo ya sayansi kwa sababu kwanza sayansi tunasoma kwa vitendo. Alafu sayansi unaweza kukutana na watu wengine ambao wamesoma sayansi. Hata ukiwaona hivi walivyo kazi zao, wanashawishi hata wewe mwenyewe ukiwaona unatamani na mwenyewe kusoma sayansi. Napenda masomo ya sayansi kwa sababu ukiangalia katika jamii zetu watoto wa kike wengi wanakopo hawajapa kipaumbele masomo ya sayansi. Tena ukiangalia katika jamii zetu kuna uhaba wa vitu mbalimbali. Kwa mimi natamani niweze kujifunza masomo ya sayansi ili kuweza kutengeneza hivyo hapo vitu ili kuweza kuisaidia jamii yangu. Kabla ya kuwepo kwa STEM, changamoto tulizozipitia ni ukosefu wa wataalamu ambao wangeweza kutufundisha kutengeneza project mbalimbali ambazo zingeweza kutusaidia katika mazingira yetu. Cha pili ni ukosefu wa vifaa ambavyo vingetusaidia kutengeneza hivyo vitu vingi kwa vitendo. Nilichojifunza kutoka kwenye mafunzo ya STEM kwenye bootcamp mbalimbali, nimejifunza mambo ya robotics, nimejifunza mambo ya namna ya kutengeneza mifumo mbalimbali, mfano mifumo ya security, mifumo ya maji, water dispenser. Tulivyohudhuria kwenye bootcamp mbalimbali, wameweza kutushauri, tumeweza kuondoka na vitu, kwa mfano labda kwenda kuwaelimisha na wenzetu ambao wako mashuleni. Kwanza kukuta mtu mwingine anaambiwa na watu wa mtaani kwamba labda physics ni ngumu, labda kemia ni ngumu, labda biology ni ngumu, lakini ukitumia vitendo au just ukiwa unatumia vitu kwa kuona au ukiwa kusikiliza maneno ya watu unadili yani na wewe mwenyewe unavyoona unaweza ukagain kitu kizuri. Maana tulikuwa tunaambiwa kusoma sayansi akili sijui utakuwa kama kichaa, sijui ukiingia kwenye physics sijui utakuwa vile tunavyotengeneza sijui utakuwa mchawi sijui, lakini kwa saizi wa kike na wa kiume wote tumekuwa sawa kwenye masomo ya sayansi. Yaani najisikia vizuri kwa kuwa wametuletea kituo karibu na sehemu tuliopo shuleni hapa tunajifunza. Yaani kiufupi ni karibu ni karibu na sehemu tuliopo, ni rahisi kupata huduma. Tunakosoma sisi na hapana umbali mrefu. Mtu hata mwalimu anaweza akaja tu akatuchukulia labda hivyo vifaa, kama tunataka tufanye practical wanakuja. Hata kuna mwingine anakujaga siku za Alhamisi anatusaidia, anatuletea labda hivyo vitu ambavyo tunauhitaji navyo, anatuletea. Ndio umuhimu wa kutuletea kituo cha sayansi. Ndoto yangu ni kuwa daktari kwa mafunzo tunayopata, na nitatimiza ndoto yangu kwa kuwa tunaweza. Ndoto yangu ni kuwa mbunifu ili niweze kusaidia jamii yangu. Nitatimiza ndoto yangu kwa sababu ya kituo hichi wasichana tunaweza. Ndoto yangu ni kuwa daktari, nataka nitokomeze magonjwa mbalimbali kwa wanyama, kwa binadamu, kwa mimea. Nitatimiza ndoto yangu kwa sababu ya uwepo wa STEM, wasichana tunaweza. Napenda kuwa mhudumu wa ndege, nitatimiza ndoto zangu kwa sababu ya STEM, wadada tunaweza. STEM Hub Songwe!